Kuvunjika moyo kuna sura nyingi. Kuna huzuni na maumivu ya kupoteza. Pia kuna hasira na ghadhabu ya usaliti. Kwa nini Allah aliwaweka watu kama hao katika maisha yako? Je, anataka uhisi kama umevunjwa vipande? Nini madhumuni yake hapo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin, shikamana na kusamehe na amrisha mema na jitenge na majahili. Wakati aya hii ilipoteremshwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Jibril alayhi salam, hii inahusu nini? Na Jibril alayhi salam akasema, sijajua hadi nimuulize Mola wangu. Na anarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, hakika Allah anakuamuru urudishe uhusiano na wale waliokukata, wape wale waliokunyima na uwasamehe wale waliokukosea. Kisha baadaye, wakati Ali radhiallahu ta'ala anhu anapokea upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki, anaona imechorwa kwenye upanga maneno yale yale, urfu aman dhalamak wasil man qata'ak wa ahsin ala man asa ilaik wa qulil haqq walau ala nafsik, wasamehe wale waliokukosea, rudisha uhusiano na wale waliokukata, onyesha wema kwa wale waliokuonyesha uovu, na sema ukweli hata kama ni dhidi yako. Allah katika utukufu na nguvu zake zote aliandika juu ya kiti chake cha enzi, huruma yangu inashinda ghadhabu yangu, na alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ambaye anaandika kwenye upanga wake kitu kinachohusishwa na vurugu. Maneno ya kuhusu huruma, kuweza kumeza hasira na chuki na kuamiliana na watu kwa wema licha ya maumivu ya usaliti na uchungu, labda ni sifa ya kinabii rahisi zaidi ya kupendeza, lakini ngumu zaidi kufikia. Msamaha wa Yusuf alayhi salam kwa ndugu zake, msamaha wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa waliomtesa, na hadithi hizi zote za watu wema walioamiliana na watu waovu zaidi. Lakini hichi kilikuwa kipimo ambacho Allah aliweka pia kwa watu bora zaidi baada ya manabii. Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, wakati mtu anamsingizia binti yake, na huyo alikuwa mtu ambaye alikuwa akimpa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waliafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, na wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Kwa hiyo wakati watu wanaweza kuwa baraka kubwa, wanaweza pia kusababisha maumivu makubwa zaidi. Na Allah anajua jinsi ilivyo ngumu kujibu kwa wema. Waliman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur, na anayesubiri na akasamehe, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa. Tabia njema inaonekana kweli katika jinsi unavyoamiliana na watu wenye tabia mbaya. Je, unaweza kujizuia kutotumia lugha chafu ikiwa mtu amekusukuma kwa kila namna? Je, bado unaweza kufanya kazi bila kuchoka fi sabilillah hata kama upati heshima au kutambuliwa? Je, bado utawahudumia watu hata kama hawaonyeshi shukrani? Familia ambayo huwezi kuistamili au wafanyikazi wenzako wanaonekana waovu sana, wamewekwa hapo kwa amri ya Allah kwa sababu. Kwa hiyo ndiyo, watu waovu kweli wapo katika mfumo huu kwa kusudio la hekima. Sio lazima kupenda jeuri za mjeuri, lakini unajua kwamba ustahamilivu ndani yako uliochochewa na mjeuri huyo, na thawabu itakuwa kubwa. Hata uwepo wa shetani ni nafasi ya kuinuliwa kwetu. Kwa hiyo vipi kuhusu kila mtu mwingine? Kwa hiyo kupitia watu unapata kiwango chako cha juu cha imani na kuweza kumeza hasira hiyo.
hata wakati mwingine kurudisha uovu kwa wema. Na Imam Ibnul Qayyim rahimahullah anaorodhesha namna nyingi za kujikomboa na usaliti na kuvunjika moyo. Ya kwanza, anasema kwamba ni kutambua kwamba wao pia ni mitihani, kama mitihani ya ugonjwa na njaa na ukame na maumivu ya kimwili. Na watu wengi wanaweza kustahimili mitihani hiyo kwa sababu wanaiona kama majaribu, lakini inapokuja swala la kukosewa na wengine, hawatambui kwamba maumivu hayo pia yalikadariwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama mtihani. Funguo ya pili anasema ya kuchagua subira badala ya kulipiza kisasi. Anasema subira inaleta thawabu, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wenye subira watapewa ujira wao bila ya hisabu. Wakati anawapa jazaa ya matendo mema kulingana na wema, Allah azza wa jalla haweki kiwango katika subira, na katika dunia hii inaleta amani na moyo kuridhika, ilhali kulipiza kisasi karibu kila mara kinapeleka majuto, na kisha labda hata matokeo ni kujikosea mwenyewe na uwajibikaji. Sasa hiyo haimaanishi kwamba tunawaambia watu wanaodhuriwa wasubiri. Hiyo inamaanisha tunawapa haki na kisha kuwaweka katika nafasi ya kuweza kuonyesha neema, na tunawahimiza wakati huo wachague wema badala ya kisasi. Na Imam Ibnul Qayyim rahimahullah anasema funguo ya tatu ni kutambua kwamba kwa kuonyesha wema kwa watu wanaokukosea, Allah atakuonyesha wema wake licha ya mapungufu na dhambi zako. Na ananukuu shairi hili zuri, anasema min ajlika ja'altu khaddi ardan lishamiti walhasudi hatta tarda, kwa ajili yako e Allah naweka shavu langu chini kwa yule anayenitukana na yule mwenye wivu, yote ili uweze kuridhika. Subhanallah, ni aina moja ya unyenyekevu kusujudu vichwa vyetu kwa Allah, lakini ni kiwango kingine kabisa kuweka mashavu yetu chini kimajazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Funguo inayofuata ni kufikia salamatu sadri, kuupa moyo uhuru kutokana na chuki kwa njia inayoruhusu kuwa na amani katika kadari ya Allah. Sasa wakati mwingine unahitaji kuona mfano wa hilo ili kuelewa kwamba linawezekana, hata kama ionekani hivyo kwa sasa. Lakini kuzungumza na wengine waliopitia hilo awali na wamejifunza jinsi ya kukabiliana na pia kutarajia thawabu ni njia kubwa angalau kuamini kwamba una nafasi hiyo mbele, kwa sababu wao pia walikuwa na marafiki zao waliowasababisha maumivu, lakini hatimaye walikuza uchaji Mungu. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeingia kwenye mkusanyiko na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu huyu ni wa janna. Kwa hiyo Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu akamfuata nyumbani kuzungumza naye, akifikiri kwamba ni mchaji Mungu anayeswali usiku wote na kufunga mchana wote, lakini anapozungumza naye anagundua daraja lake halina uhusiano na matendo ya ziada. Ni kwa sababu alisafisha moyo wake kutoka kwa chuki zote kila siku kabla ya kulala. Tendo hilo kivyake lina malipo, lakini pia liliruhusu moyo wake kuwa huru kutoka kwa usumbufu wa vituko, uzito wa chuki na magonjwa yote ya kiroho yanayoambatana na hasira, na kisha kujishughulisha na wengine ambao hakuachi nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo zetu. Ubora wa fajiri ya mtu aliye na moyo safi ni bora kuliko usiku mzima wa kiyam kwa moyo uliojaa chuki. Wakati mwingine unachohitaji ni wakati tu, kama vile unavyojifunza kusubiri majibu ya dua. Wakati mwingine unahitaji kusubiri kidogo zaidi kuruhusu jeraha lipone kabla hata hujaanza kutafakari juu ya hikma ya jeraha hilo. Allah anaapa kwa zama, wal asr. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba Allah ni ad-dahr, maana yake Allah anaumba na kudhibiti zama. Kupita kwa wakati na subira kunaweza kuponya majeraha na kuleta utulivu hata kwa roho zilizochafuka. Na unaweza hata kufikia hatua ambapo unaweza kusimulia hadithi hiyo tena na tena na hutohisi maumivu, ila mtazamo tu. Hakuna njia ya kukwepa moyo ambao unapaswa kufanya kazi yake bila kujali uko katika hatua gani ya maumivu. Tafakari juu ya hadithi ya Yusuf alayhi salam na ndugu zake. Unafikiri aliamua kuwasamehe lini hasa? Je, ilikuwa alipowaona kwa mara ya kwanza huko Misri baada ya miaka mingi? Je, ilikuwa waliporudi tena kwa Binyamin? Au je, moyo wake ulikuwa safi kutokana na vizuizi vyote vya msamaha hivi kwamba kabla hajakutana nao tayari alikuwa na nia ndani ya kusamehe, hata kama ndugu zake hawakuonyesha mwanzoni kwamba walikuwa wamebadilika kweli? Na hiyo ndio funguo muhimu. Fungua nafsi unaposhuhudia udhaifu wa wengine. Rubbama kunta musian fa araka al-ihsana minka suhbatan ila ma huwa aswa hala minka. Unaweza kuwa katika hali mbaya kisha unashirikiana na mtu ambaye ni mbaya zaidi kuliko wewe, anakufanya uone wema ndani yako. Vinginevyo, kuvunjika moyo kunaweza kugeuka kuwa chuki, na chuki inaweza kugeuka kuwa hasira, na hasira inaweza kutufanya tufanye mambo ambayo tunajutia kwa maisha yetu yote na labda hata maisha yetu ya baadaye. Ali radhiallahu anhu alisema kuhusu hasira, awwaluhu junun wa akhiruhu nadam, mwanzo wake ni wazimu na mwisho wake ni majuto.
Kuna sababu kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kukaa kimya au kufanya udhu au kutafuta kimbilio kwa Allah wakati hasira hiyo inapoanza kukuteka, kwa sababu ghadhabu hutokana kwa sheitani na sheitani hutokana na moto, na anaweza kupelekea mtu ajichome mwenyewe na wengine wote wanaomzunguka badala ya kujinyanyua katika sehemu ya utulivu na amani moyoni. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.